Bwana wabariki. Kwa jina anajulikana Nabii Felix Dagobert Mangusongo kutoka kwenye maskani ya ujumbe saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 25 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 niko hapa kwa ajili ya kufanya marejeo ya unabii ambao Mwamba Shauri Yesu alitoa. Ilikuwa tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026. Mwamba Shauri Yesu alieleza katika ule unabii, kwa sababu alionekana kama kiongozi wa ngazi za juu wa nchi ya Tanzania. Alionekana kama katika hali ya kuchoshwa katika mikutano ya kinabii, na Mwamba Shauri Yesu alieleza wazi kwamba kuchoshwa huku litokana na baadhi ya watu walio kwenye mfumo wa serikali walikuwa wanafanya kama mambo ya kukwamisha matendaji ya serikali katika mikoto ile. Kwa Mwamba Shauri Yesu aliniambia niombe kwa ajili ya jambo hili, nimwombee kiongozi wa ngazi za juu, na hakika Mwamba Shauri Yesu katika unabii ule alieleza mambo mengi, na moja kati ya mambo ambayo Mungu Shauri Yesu alieleza, alikemea moja kati ya viongozi ambao alionekana katika anwani ile, katika michoro ya lile ono la kinabii na ile sauti ambayo Mwamba Shauri Yesu alikuwa alisema. Na hapa naweza kufanya marejeo kwamba unabii ule umetimizwa katika nchi ya Tanzania. Mmejua nini kinaendelea leo, hasa leo tarehe 25 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Mtakapoyaona haya mjue kabisa Mwamba Shauri Yesu akosei, akisema jambo lazima lithibitishe michoro kuelekea moja siku za mwisho. Tubu dhambi, keuka. Mwamba Shauri Yesu anarudi moja kwa siku hizi. Sauti ile neno wa Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu Yehova wakati tuonane katika Mungu koja. Amena. Bwana wabariki. Kwa jina anajulikana Nabii Felix Dagobert Mangusongo kutoka kwenye maskani ya ujumbe saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 4 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 naliona katika ono la Bwana. Siku moja nilikuwa naelekea nyumbani nikiwa kwenye usafiri, nikaona kwenye ono la Bwana nikaletewa kiongozi wa ngazi za juu wa Tanzania. Wakati nimemuona katika ono lile, nilimuona kana kwamba ameonekana kama amechoshwa. Yaani alionekana rohoni kama amechoshwa. Kwa nini? Kwa sababu kulikuwa na mpango wa siri kwa ajili ya kufifisha utendaji wa serikali, kuonekana kama serikali haifanyi kazi, na mkakati ambao unafanyika ndani ya serikali, na mkakati huo pia unafanyika nje ya vyama vya siasa, kwa maana ni nje ya serikali, kwa maana vyama vingine vya siasa, kwa ajili ya kutaka kufifisha. Na huo ni mpango maalum ambao umekuwa designed kwa ajili ya kulenga shabaha katika mikoto hiyo ya kinabii ambayo Mwamba Shauri Yesu anatangulia kuionyesha katika michoro hii ya kinabii. Na ikiwa leo tarehe 4 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 nilikuwa naelekea Moshi kutoka katika jiji la Arusha. Wakati niko njiani nikaletewa tena ono la Bwana, nikaletewa kiongozi wa ngazi za juu tena wa taifa hili la Tanzania. Na namna nilivyomuona, niliona kana kwamba kuna mpango wa siri nyuma ya pazia, umesukwa na watu wenye ustadi wa hali ya juu sana. Moja kwa ajili ya kufifisha kama nilivyosema, lakini ya pili walikuwa wanaenda mbali zaidi, na hicho ambacho walipanga kukifanya kwa namna vile nilivyoona italeta mpasuko mkubwa katika nchi ya Tanzania. Bwana akaniambia, umeona hii? Nikasikia sauti ya Mwamba mkuu Yesu akaniambia muombe, kwa sababu maadui zake wametengeneza mpango wa siri, na mpango huu umetengenezwa ndani ya baadhi ya makanisa au ndani ya kanisa fulani, ambalo bila shaka hilo kanisa ukilitazama kwa undani ni kama lina hali ya kusitasita kwenye kuisupport serikali katika namna hivyo inaikaa hivyo katika lugha hizo kinabii. Lakini naliona hilo kanisa pia kama vile huo mpango unasukwa pia na baadhi ya ubiri wa Injili, wale ambao wamemwacha Bwana katika lugha hizo kinabii, ambao walikuja na nabii za uongo kuelekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka 2025, ule mwezi wa 10 mwaka 2025 katika michoro ile kinabii. Kwa Mungu akaniambia muombe, na hakika nilimwomba Bwana. Nikamwambia Bwana zuia, na hakika Mwamba Shauri Yesu akathibitisha kwamba anaenda kuzuia, atazuia mpango wa siri ambao huo kuna baadhi ya viongozi ndani ya serikali wao ni kana kwamba wanaaminiwa zaidi na huyo kiongozi wa ngazi za juu, lakini ndio waliosuka mpango huo wa siri nyuma pazia kwa ajili ya kutaka madaraka, kwa ajili ya kutaka nafasi kwa gharama yoyote, kwa sababu wana mipango ya siri nyuma pazia dhidi ya uwepo wa taifa la Tanzania. Na hapa nizungumze tena dhidi ya watawala kwenye ukanda wa Afrika Mashariki. Niliwahi kutoa unabii na tayari huko kwenye mtandao wetu wa TikTok wa Felix Msomnisi. Niliwaambia ukanda wa Afrika Mashariki na Kati pamoja na pembe ya Afrika, hili eneo wamechukua kama hao ambao wako nje ya nchi wanao mipango mikubwa dhidi ya eneo hili,
wao wameitengeneza ile eneo kuwa point of political instability. Yaani wanafanya hii ni zone maalum ya machafuko. Kwa nini? Wamegundua ile haya maeneo, ukanda huu una rasilimali nyingi. Wamefanikiwa Sudani kuleta machafuko, na sasa wamedesign mpango mwingine wa siri. Na hapa naweza kuzungumza tena hapa na kuzungumza sasa, nilikusha toa unabii huo. Wanatengeneza mpango wa siri kuleta machafuko mabaya kuwahi kutokea katika nchi ya Ethiopia, na wakati huo wanatengeneza mpango mbaya zaidi katika nchi ya Tanzania. Wakati huo wanapandikiza mgawanyiko Kongo. Wataenda mbali zaidi mpaka Rwanda na Burundi. Watakwenda mbali zaidi mpaka Uganda, mpaka Kenya. Wana mpango maalum. Ndio maana nawaambia viongozi wa ukanda huu, kuna kitu kinaitwa point of political stability. Wanafanya ukanda huu wa Afrika Mashariki na pembe Afrika kwamba liwe eneo lisiloweza kutawalika kwa ajili ya malengo yao ya kiuchumi, kwa sababu wamegundua kuna hazina kubwa sana ya rasilimali ambazo maeneo mengine duniani hayapo. Kwa hiyo ndivyo wametengeneza mpango huo. Ndio maana naonya leo Watanzania wote wasikie jambo hili, wasishabikie yote yanaendelea ndani ya serikali na yale yanaendelea nje ya serikali, kwa sababu kuna mpango wa siri kutaka kuivuga nchi ya Tanzania. Na leo natumia wakati huu mwema kabisa mbele za Bwana, na waonya watu wote, upanga wa Bwana umeachiliwa. Nimeuachilia upanga wa Bwana sawa sawa na unabii uliotoka tarehe 27 ya mwezi ule wa 4 mwaka 2025 kwamba Baba Mkuu Yesu ameachilia upanga mkali juu ya nchi ya Tanzania. Kwa yoyote mwenye mpango kutaka kuleta machafuko nchi ya Tanzania, yoyote anataka kuvuruga utendaji na muunganiko mzuri ambao unaendelea, hata kama kuna matatizo ndani yake, ziko njia ya kuyatatua matatizo, lakini sio kutafuta njia ya kutatua matatizo kupitia ushawishi kutoka nje na wengine kununuliwa ndani ya taifa kwa ajili ya kuleta uasi na uharibifu kwenye taifa la Tanzania, wao wakiwa na shabaha maalum nyuma ya pazia. Bwana anasema hivi, amezuia mpango huo, na ninawachilia upanga mkali dhidi hao wote walioshika mpango huo kwa ajili ya kutaka kuleta machafuko na uharibifu kwenye nchi ya Tanzania. Asema Mama wa Shauri Yesu, mfunuo za mambo, pingu ufunuo, Mungu wa zama zote katika lugha ya kinabii. Na narudia tena, kiongozi yoyote atakayechaguliwa baada ya huyo aliyoko sasa, au kiongozi yoyote katika nchi ya Tanzania, niliwaambia hivi, mtu yoyote anayetaka kwenda Ikulu hataingia isipokuwa Mungu amekutaka uingie wapi? Ikulu. Narudia tena unabii huu, mpango wa watu kusuka, na hapa nitoe tahadhari kwa nchi ya Tanzania kwa ujumla wake. Nchi hii inatafutwa kwa gharama kubwa. Wako watu ukiwasikia kwenye ushabiki wa majukwaa ya kisiasa na lugha zao wanazozitumia, ukitazama unaona ni kama wema, lakini nawaambia kuna ajenda ya siri nyuma ya pazia. Wengine wanazungumza vizuri sana wakiwa ndani ya serikali hiyo, yaani wako ni viongozi wa serikali, wameaminiwa kwenye nafasi zao, lakini namna wanavyoongea ni kama wao sio wahusika ya yale yanayoendelea serikalini. Hawa kauli zao, sentensi zao ziunganisheni vizuri, mtagundua kuna ajenda ya siri nyuma ya pazia. Ila Bwana Mshauri sana ananiambia nimewakomesha. Amewazuia. Amewafanyaje? Amewazuia. Asema Muhammad Mshauri Yesu. Bila ufunuo. Tulisema hivi, tutatumia majukwaa ya kinabii. Tutatumia nafasi tulizo nazo kuchungulia mambo kabla hayatokea na kuyazuia. Na tutafanikiwa mbele za Bwana. Sasa Yesu tunaye. Mungu wa zama zote tunaye. Huyu ni Yesu ambaye anazungumza habari zake. Mungu ufunuo. Umeelewa sasa? Kwa hiyo tumezuia jambo hili. Asema Mama Mshauri Yesu, pingu ufunuo. Mungu mkuu, Mungu wa zama zote katika lugha ya kinabii. Na wote huyo kiongozi ambaye yuko ndani ya mfumo, Mwana wa Shauri Yesu anaambia mshitaki, nami namshitaki mbele za Bwana, namchukua nampeleka kwenye mahakama ya kimbingu, namshitaki mbele za Bwana. Anataka kuleta uasi nchi ya Tanzania. Bwana asema yameanguka, kaanguka tayari. Siku moja katika unabii huu na mwendelezo wake, na alimuona kwenye video moja kwenye mtandao, anaongea kwa ujasiri, lakini anaongea akiwa ndani ya uaminifu wa kuaminiwa. Na nazungumza hiyo, anaongea ndani ya uaminifu wa kuaminiwa, ndani ya uteuzi.
Wakati anaongea akawa anaongea nje ya imani aliyoaminiwa, akawa anaongea tofauti, lakini aliona, anatazama kwenye ono la Bwana, na aliona kama moto umezuka mbele yake, na ulipozuka nikamwambia Bwana nini, akaniambia angalia huu moto, nikauona ameumeza moto. Amina. Amekuwa na ibaki hivyo kameza moto. Amina. Barikiwe. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi ametangaza kujiuzuru nafasi hiyo pamoja na kustaafu siasa na utumishi wa umma kuanzia tarehe 4 Septemba 2026. Kupitia taarifa yake kwa umma iliyotolewa leo tarehe 25 Agosti 2026, Dr. Nchimbi ameeleza kuwa amemwandikia barua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kumjulisha uamuzi huo. Dr. Nchimbi ameeleza kuwa uamuzi huo unalenga kutimiza ahadi aliyoitoa kwa rais mnamo tarehe 27 Agosti 2025 ya kuachia ngazi pindi rais atakapohitaji mabadiliko katika nafasi hiyo. Aidha, ametoa shukrani zake za dhati kwa Rais Samia, Chama cha Mapinduzi CCM pamoja na Watanzania wote kwa ushirikiano na imani walioonyesha kipindi chote cha utumishi wake.